Bima Pub, urahisi wa maisha. Kwa kipindi hiki cha Januari hadi Machi 2025 tumeweza kufuatilia mradi wa ujenzi wa bandari ya uvuvi wa Masoko na kubaini kuwa mtekelezaji wa ule mradi anayetekeleza ujenzi huo alikuwa hajaweza kulipa ushuru wa huduma au service levy kwa halmashauri ya wilaya ya Kilwa. Kwa hiyo kupitia ufuatiliaji huo ni kuwa kiasi cha shilingi bilioni 175,163,798 kiliokolewa na kulipa ushuru huo wa huduma na kuweza kulipa kwenye halmashauri ya wilaya ya Kilwa. Aidha, kwa kipindi hiki cha Januari hadi Machi 2025 tuliweza kushughulikia malalamiko kama mnavyofahamu ofisi yetu katika kutekeleza jukumu la kupambana na rushwa. Pia tumekuwa tukipokea malalamiko kutoka kwenye vyanzo mbalimbali. Sasa kuna malalamiko ambayo yanaletwa na wananchi labda kufika ofisini moja kwa moja au kwa njia nyinginezo. Kwa hiyo tumeweza kupokea malalamiko. Kwa kipindi hicho tumeweza kupokea malalamiko kutoka kwa wanachama wa chama cha msingi cha ushirika cha Ruokwe, ambao malalamiko yao yalikuwa yanahusiana na ubadhirifu wa fedha za mauzo ya ufuta wao kwa msimu wa mwaka 2023-2024 uliofanywa na baadhi ya viongozi wa matawi wa chama hicho. Kwa hiyo katika ufuatiliaji huo, baada ya kupokea malalamiko yetu tuweza kufanya ufuatiliaji, na katika ufuatiliaji huo tukaweza kuokoa kiasi cha shilingi milioni 26,265,830 ambazo kimsingi zilikuwa ni fedha za wakulima ambao walikuwa wamepeleka au walikuwa wameuza ufuta kupitia chama hicho cha msingi, na fedha hizo zikaweza kurejeshwa na baadhi ya viongozi wa matawi hayo. Lakini ukiacha kurejesha, hata hivyo kuna hatua nyingine ambayo inaendelea kuchukua hatua stahiki dhidi ya waliohusika, na tutakapokuwa tumefikia mwisho tutaweza kuwachukulia hatua zilizoanzishwa zinazostahili kutokana na uchunguzi unaoendelea au ulioanzishwa. Lakini kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2025 pia TAKUKURU tumeweza kutekeleza jukumu jingine ambalo ni la uelimishaji umma. Sasa katika kipindi hicho tumeweza kutumia mbinu mbalimbali ambazo ni za matumizi ya tehama. Nikisema tehama kama tunazungumza kupitia redio zilizoko hapa, mfano redio Mashujaa tumekuwa tukitoa elimu, lakini nikisema hana ndio ile mikutano ya ana kwa ana au semina. Kwa kipindi hicho tumeweza kutoa elimu kwa umma kwa kutumia tehama. Lengo ilikuwa ni kuongeza uelewa na kubadili mitazamo ya wananchi katika kuzuia na kupambana na rushwa. Tunafahamu kuwa kuna wananchi wengine ambao wanauelewa kuhusiana na rushwa, lakini kuna wananchi wengine ambao uelewa wao ni kidogo, kwa hiyo tunajaribu kuongeza. Lakini pia kuna wananchi wengine ambao wanauelewa wa kutosha tu, lakini hawajaweza kubadili mitazamo. Kwa hiyo elimu tunayoitoa kwa umma inakuwa inalenga pia, ukiacha kuwaongezea uelewa, inakuwa inalenga pia kubadili mtazamo wa wananchi au umma ili waweze kushiriki katika kuzuia na kupambana na rushwa. Habari wateja wetu wazuri wa tableti zetu Tanzania. Tumerestore tablet yetu pendwa ya KD55 yenye kioo, display inchi 8, uwezo wake ni GB 256 na RAM 8. Inatumia laini 2, macho matatu pamoja na cover lake ambalo ni gumu ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa rahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na program za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza. Lakini pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wahi ofa yako ambayo utaipata kwa shilingi 180,000 tu. Kwa mawasiliano tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. Tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam, na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.